Vita zimezidi kupamba moto kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika mji wa Goma kule Kivu, ambapo jeshi la waasi wa M23 kikundi kile kimeonekana kuchukua dola sasa ya mji huo wa Goma kuanzia siku ya tarehe 28, ambapo umesababisha jeshi la Kongo kuweza kusalimu amri, na jana rasmi wameweza kuchukua milki ya mji wa Goma, na wanaonekana wazi kwamba hawana shida yoyote na raia, bali wana shida na wale ambao ni wanaitwa wanajeshi wa Kongo DRC, lakini pia wale mapandikizi ambao wametoka katika nchi za Ulaya ikiwemo Ufaransa na nchi nyinginezo kwa ajili ya kuongeza nguvu katika jeshi la Kongo, ambalo tunajua kwamba nchi ya Kongo iko chini ya Rais Felix Tshisekedi, lakini inavyoonekana ni kwamba mji wa Goma umekuwa sasa hivi kwenye milki ya waasi hao wa M23, ambao kwa namna moja ama nyingine wamekuwa wakituhumiwa kwa kiasi kikubwa kwamba wamekuwa wakipata hisani ama wakipata ufadhili kutoka kwa rais wa nchi ya Rwanda Paul Kagame, ambaye na yeye siku za karibuni ametoka hadharani na kukanusha tuhuma hizo ambazo zimepelekwa kwake na Rais Felix Tshisekedi, lakini pia Rais Cyril Ramaphosa wa pale South Africa, ambaye yeye naye pia alituhumu kwa kiasi kikubwa kwamba wanajeshi hawa ama waasi hao M23 wamekuwa wakifadhiliwa kiundani zaidi kwa kupata vifaa na silaha za kivita na rais huyo wa Rwanda ama serikali ya Rwanda. Na mji huu wa Goma ama Kivu umekuwa na rasilimali nyingi sana, ikiwemo madini. Utajiri mkubwa hasa katika mji huu ni madini, na wanajeshi hawa wa M23 ama waasi hao M23 wamekwisha chukua hatamu ya mji huu, na hii imeleta tafrani kidogo kwa raia ambao kwa siku kadhaa wamekuwa wakikosa huduma muhimu kama za maji, umeme. Mji umekuwa ni giza kwelikweli, lakini huku zikisikika silaha ama risasi zikirindima, na hivyo kutishia amani na usalama wa raia kwelikweli. Na wanajeshi hawa ama waasi hawa M23 siku ya jana waliweza kuachia takribani malimbukizi ama mamluki 1500 ambao wametoka katika nchi za Ulaya ikiwemo Ufaransa ambao na Ubelgiji, ambao wamekuja kuongeza nguvu katika jeshi la RDC ama DRC, na wameondolewa kwa amani kabisa, huku kiongozi wao akisema kwamba wao hawatawadhuru. Lakini vile vile kiongozi mkuu wa hasi hao wa M23, huyu ni Kanali Nangaya, ambaye amezungumza, amesema wao hawawezi kukata tamaa wala hawawezi kuweka silaha chini, kwa sababu wakikata tamaa waende wapi? Na wao ni wa Kongo. Ni tofauti na kile ambacho kilikuwa kizungumzwa kwamba hawa ni jamii ya watu kutoka Rwanda na wamekuwa kifadhiliwa kiundani zaidi na rais wa Rwanda Paul Kagame. Na watu wengi wanahusisha vita hivi na uasi ama ukabila, ambapo kuna makabila mawili, Watusi na Wahutu, ambapo wanasemekana kwamba Watusi hawa ambao wametimka kutoka Rwanda ndo wamevamia katika mji huu wa Goma, na hivyo kumekuwa na majimizano ama mvutano hapa na pale. Tutaendelea kujuza hili na lile. Usisahau kusubscribe Rinyo Update TV.